Karibu mtazamaji kwenye siku ya 7 ya siku 10 za maombi ya kufunguliwa. Leo tutaangazia somo muhimu sana linalosema wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Tunapokutana hapa tusitegemee tu kusikiliza, bali pia tuweke moyo wetu wazi kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu atutumie nguvu na hekima. Leo ni nafasi ya pekee ya kujifunza jinsi kila kizazi kuanzia watoto hadi wazee kinaweza kushiriki katika kazi za Bwana. Mimi ni Yustasela Joni, mwongozaji wa kipindi hiki. Karibu. Na kabla ya kuendelea na kipindi kwa siku ya leo, hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo kwa unyenyekevu. Tunakuomba ufungue mioyo yetu, utuongoze kwa neno lako na utumie Roho Mtakatifu kuwatia nguvu watoto, vijana na kila mmoja wetu kushiriki katika kazi yako. Tusaidie kuwa mashuhuda wa kweli wa Yesu. Amina. Mtazamaji, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:17 hadi 18 tunaona unabii wa ajabu. Roho Mtakatifu atamiminwa kwa kila mtu, watoto, vijana na wazee, ili watekeleze kazi ya Mungu. Hii inaonyesha wazi kwamba Mungu hakuunda tu wazee au wanasiasa kushirikisha Injili, bali pia watoto na vijana wana nafasi muhimu katika ufalme wake. Ellen G. White anaandika kwamba kusudi la Mungu kwa watoto wanaokuwa kando ya meko zetu ni pana, la kina na la juu kuliko ambavyo maono yetu yenye mipaka yanavyoelewa. Hii inatufundisha kuwa hata wale ambao tunaona kama wadogo au wazuri wa kawaida wanaweza kuwa mashahidi wa Mungu wa nguvu duniani. Fikiria Daniel katika Uyahudi aliyejifunza neno la Mungu akiwa mdogo na kuishia kushiriki katika maamuzi makubwa. Vivyo hivyo, watoto na vijana wa leo wanaweza kuongoza kwa hekima na ushujaa ikiwa wataelekezwa vizuri nyumbani na kanisani. Mfano wa kawaida, fikiria mtoto mdogo anayeangalia wazazi wake wakiwa na moyo wa kusoma Biblia kila siku. Hii inamfundisha mtoto kuthamini neno la Mungu na kuanza kushiriki maombi, kuwasaidia wenzake na hata kushirikisha wengine habari njema. Hii ni mfano halisi wa jinsi familia inaweza kuwa shule ya kiroho. Kuna umuhimu mkubwa kwa wazazi kushiriki kikamilifu katika maisha ya kiroho ya watoto wao. Ellen White anasisitiza kwamba wazazi wanapaswa kuwa walimu na walezi wa roho, wakifundisha kwa mfano wao na kwa kujifunza neno la Mungu. Hata nyumbani, mzazi ni mchungaji, mwalimu, muuguzi na mwongozi wa kiroho kwa watoto wake. Tumwombe Mungu atupe moyo wa kufundisha watoto wetu kwa upendo na hekima. Tumwombe Roho Mtakatifu atumie familia zetu na marafiki zetu kushiriki katika kazi ya Yesu. Shughuli ya kushirikiana, tengenezeni vikundi vidogo na kushughulika na swali: ni nani aliyekushirikisha imani yako ulipokuwa mtoto au kijana? Na tunawezaje kufanya hivyo hivyo kwa wengine leo? Hii inatusaidia kila mtu kushiriki uzoefu wake na kujifunza kutoka kwa wengine. Ni nani aliye hapa leo anayehisi kuamuliwa na Roho kushiriki muda na nguvu zake kulea vijana? Tafadhali, njoo kuungana katika maombi. Mtazamaji, kabla ya kumaliza somo kwa siku ya leo, tumalize kwa maombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako na fursa ya leo. Tunakuomba uweze kuendelea kutufundisha, kutubariki na kutujaza na Roho Mtakatifu ili tuwe mashuhuda wa kweli kwa vizazi vyote. Tusaidie kuendeleza familia zetu, kuimarisha imani na kushirikisha wengine habari njema ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mtazamaji, hivi sasa unaweza kutupata katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook na YouTube kwa kutumia jina la Bukelebe TV. Tafadhali, endelea kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa watu wengi zaidi ili wengi wapate habari hizi njema za Mungu. Mimi ni Yustasela Joni, hadi wakati mwingine.